Marekani wakikuchoka huwa wana tabia ya kukuingiza kwenye eneo ambalo inawezekana wewe kuwahi kufikia kuingia. Ukraine wamejikuta wameingizwa mkenge na Marekani baada ya kuambiwa wanatakiwa kupeleka wataalamu ambao watasaidia kukabiliana na Iran. Sasa Tehran kwa maana ya Iran imeionya Kiev kwamba inaweza kuwa shabaha halali kama itaendelea kujihusisha na vita kati ya Marekani na Israel. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa kutoka Iran. Shambulio la Iran ambalo limeripotiwa kuharibu ghala la mifumo ya Ukraine ya kupambana na ndege zisizokuwa na rubani drones mjini Dubai limetafsiriwa kama kofi la usoni kwa rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati anayefahamika kama Farhad Ibragimov. Kwa mujibu wa ripoti, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kupitia vikosi vyake vya majini na anga vilifanikiwa kulenga ghala hilo wakati walipofanya mashambulizi katika maeneo ya kijeshi ya Marekani mjini Dubai. Hata hivyo, Ukraine imekanusha kutokea kwa tukio hilo. Farhad Ibragimov, mtaalamu wa Mashariki ya Kati katika chuo cha fedha cha Urusi, anasema shambulio hilo linapaswa kueleweka kama ishara ya wazi kutoka Tehran kwa Kiev na washirika wake kwamba mali za Ukraine zitachukuliwa kuwa shabaha halali endapo Kiev itaendelea kushiriki katika vita dhidi ya Iran ambavyo vinaendeshwa na Marekani kwa kushirikiana na Israel. Ibragimov ameeleza tukio hilo la Dubai kama onyo la awali, kofi jepesi linaloweza kufuatiwa na pigo kubwa zaidi ikiwa Kiev itaendelea kutafuta kujiingiza kwenye mzozo huu. Ameongeza kuwa onyo hilo lilikuwa ni namna ya Iran kujibu ushiriki wa Ukraine kwa vitendo, si kwa maneno, akidokeza kuwa Tehran iko tayari hata kutangaza vita dhidi ya utawala wa Kiev ikiwa Ukraine haitajiondoa katika mgogoro huo. Kwa mtazamo wake, maafisa wa Iran hawamuoni Zelensky kama kiongozi wa kupewa heshima za kidiplomasia, bali wanaamini anapaswa kuzungumziwa kwa lugha ambayo anaielewa, na lugha ambayo anaielewa hapa ni lugha ya mashambulizi. Kenge wao wanasema, yani kenge kama unavyomjua kenge, ukimpiga kama hata toka damu, yani hawezi kukuelewa, atakusumbua sana. Sasa wanasema lugha ambayo ataielewa rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ni ya kushambuliwa. Tangu kuanza kwa mzozo wa sasa wa Mashariki ya Kati, Kiev imeongeza juhudi zake za kujihusisha kwa kutoa teknolojia na utaalamu kwa mataifa ya Ghuba ili kukabiliana na mashambulizi ya drone, wakitumia uzoefu wao wa kivita dhidi ya mifumo ambayo imetengenezwa na Iran, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa. Wiki iliyopita, rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alisaini makubaliano ya kijeshi na Falme za Kiarabu UAE pamoja na Qatar kufuatia makubaliano kama hayo ambayo aliyafanya kule Saudi Arabia. Mapema mwezi huu, rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alisema wataalamu 201 wa kijeshi kutoka Ukraine ambao wamebobea katika operations za kukabiliana na drone wametuma Mashariki ya Kati na ukanda wa Ghuba, huku wengine 34 wakiwa tayari kupelekwa huko. Alisema kwamba wataalamu hao wametumwa kwa ombi la washirika wa Kiev ikiwemo Marekani. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Esmail Baghaei anasema serikali za Mashariki ya Kati si wajinga kiasi cha kufuata mkondo wa Zelensky, akionya kwamba ushirikiano na Kiev unaweza kuwa kosa kubwa lenye madhara makubwa zaidi. Mapema, rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev alikosoa ziara za Zelensky katika nchi za Mashariki ya Kati akiziita ni za ajabu, akapendekeza kuwa badala yake anatakiwa kuelekeza juhudi zake maeneo mengine na sio huko Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Wairan wamemwambia Zelensky kwamba kama ataendelea kujitia kama radio kiherehere, basi wao watamshambulia na yeye mwenyewe, yani watatangaza vita moja kwa moja na Ukraine yenyewe. Hawa ndio wa Iran ambao tumeambiwa kila mara kwamba wameharibiwa vibaya mno. Marekani wanazungumza, Waisraeli wanazungumza kwamba wameharibu vibaya mno hiyo Iran. Sasa ili kuonesha kwamba Iran bado ina nguvu tofauti na vile ambavyo wa Marekani na Waisraeli wanazungumza. Mtakumbuka tarehe 31 mwezi wa 3 2026 Israel imetangaza kwamba tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2026 itakuwa ni tarehe ngumu sana kwa Iran, kwa sababu Waisraeli wamesema hivi, wanalenga kufanya mashambulizi katika maeneo mawili nyeti ambayo bado hayajashambuliwa, na wakiyashambulia hayo itakuwa Iran bye bye, yani ni sasa wanavyosema babajeni bye bye. Sasa IRGC
kwa maana ya ile kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimetoa onyo kali kwa makampuni 18 makubwa ya Marekani ikiwa mali na mali zao katika ukanda wa Mashariki ya Kati zitashambuliwa kwa madai ya kusaidia operesheni za kijasusi zinazohusishwa na mashambulizi dhidi ya Irani. Kwenye taarifa ambayo wameitoa, wamesema mashambulizi ya kulipiza kisasi yanaweza yakaanza saa 2 kamili kwa saa za Iran tarehe 1 mwezi April, na kudai kuwa ofisi za makampuni hayo zitaharibiwa kabisa. Mnajua makampuni ambayo yameorodheshwa kwenye orodha ya makampuni 18 mazee. Hawa wa Iran kuna muda najiuliza, hawa jamaa wanatoa kiburi wapi? Wamesema watashambulia kampuni ya Apple, watashambulia kampuni ya Google, watashambulia kampuni ya Meta na Microsoft ambao pia inahusisha uzalishaji wa vifaa vya miundombinu ya teknolojia kama HP, Intel, IBM pamoja na Cisco. Makampuni mengine ambayo yametajwa ni pamoja na Tesla, Nvidia, Oracle, JP Morgan Chase pamoja na Boeing. Haya ni makampuni ambayo yametajwa moja kwa moja na IRGC kwamba yatakuwa ni shabaha. Sasa nifafanue kampuni moja baada ya jingine kama nitamaliza yote. Unapozungumzia kampuni ya Apple, hii ni kampuni ambayo inatengeneza simu kama hizo iPhone, makompyuta kama hayo ya Apple na mambo mengine. Unapozungumzia Google ndiyo engine ya mitandao duniani. Unapozungumzia Meta ni kampuni ambayo inamilikiwa na bwana Mark Zuckerberg, lakini Meta ndio ambayo sasa hivi tumeona imekuwa ikideal sana na kwenye masuala ya social media, kwa maana ya ukitiki kama Facebook, watazame watu kama Instagram hao sio Meta. Lakini pia uitazame Microsoft. Hapa ndio unakuwa umezungumza jambo la hatari sana. Microsoft moja kati ya huduma au moja kati ya yani moja kati ya mtandao au naweza nikasema ni moja kati ya shirika ambalo limekuwa na nguvu kubwa sana unapozungumzia kwenye masuala ya kimtandao. Sasa twendeni kwa HP. HP ni kampuni ya makompyuta. Intel na yenyewe ni kampuni ya makompyuta, IBM pamoja na makampuni mengine. Nenda Tesla, hii ni kampuni ya bwana Elon Musk. Nenda hizo Nvidia, makampuni ya kompyuta pamoja na mambo mengine. Na hizi JP Morgan, ukiangalia Boeing, hii ni kampuni ya ndege ambayo imekuwa ikitengeneza ndege mbalimbali and stuff. Kwa hiyo wa Iran ni kama wako serious sana na hii biashara. Yes. Na wanasema hivi, makampuni haya yote ni vyombo vya kijasusi na vinahusishwa moja kwa moja na serikali ya Marekani, wakidai kuwa tuhuma zao za akili bandia AI na teknolojia za mawasiliano ICT zimekuwa sehemu muhimu katika kupanga operations za mashambulizi na kufuatilia malengo ya mauaji ndani ya Iran kwa ushirikiano wa Marekani pamoja na Israel. Asubuhi niliwaambia, ukitaka kukausha mti usianze kukata majani, kata mizizi. Sasa mashambulizi ambayo yamekuwa kifanywa mengi sana ambayo yana target viongozi, manake ni kwamba kinachotumika pale ni either Google wameuza code, ni either Apple wameuza code, ni either Nvidia wameuza code. Yani hakuna namna Marekani anaweza kwenda kumassassinate kiongozi fulani kama atakuwa hajapata taarifa za kimtandao. Kwa maana hiyo ni kwamba mitandao hiyo ndio ambayo imekuwa ikiuza ramani ya viongozi wa Irani. Sasa wa IRGC wamesema hivi, tunakwenda kuzishambulia zote. Guess what? Dunia itakuwa mahali pabaya sana. Yani hatutakuwa na uwezo wa kuaccess internet, hatutakuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote kile ambacho kinahusiana na mambo ya kimtandao kama Iran kweli watatimiza hiyo adhima yao. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, makampuni ya Marekani ambayo yanahusika na AI pamoja na ICT yana mchango mkubwa katika kubuni na kutekeleza mashambulizi ya kulenga watu maalum. IRGC inasisitiza kuwa kwa kila tukio la ugaidi litakalotokea Iran, miundombinu ambayo inahusiana na makampuni hayo italengwa kama sehemu ya kulipiza kisasi. Lakini pia IRGC imesema serikali ya Marekani pamoja na washirika wake wa Israel wamepuuza mara kadhaa onyo la Iran kusitisha mashambulizi ya ndani ya taifa hilo na kudai kwamba mashambulizi mapya yaliyotokea Jumanne yamesababisha vifo vya raia kadhaa wa Iran. Sasa kujibu operesheni ya kigaidi, kuanzia sasa taasisi kuu zinazohusika na shughuli za kigaidi zitachukuliwa kuwa shabaha halali, imezungumza sehemu ya taarifa hiyo. Lakini pia wametoa tahadhari kwa wafanyakazi wa makampuni hayo kuondoka mara moja katika maeneo yao ya kazi ili kujinusuru, na kuwataka wakazi wanaoishi ndani ya umbali wa kilomita 1 kutoka ofisi za makampuni hayo katika nchi mbalimbali za ukanda huo kuondoka na kuelekea maeneo salama. Yani
naomba nisiongeze au nisizungumze neno lolote lile. Mimi ndiye ambaye ninaogopa. Yaani hiki ambacho kinazungumzwa na Wairan kinaniogopesha mimi ambaye niko huku Tanzania. Kwa nini nasema kinaniogopesha? Kwa sababu kama Iran kweli watafanya hiki ambacho wamekifanya, Marekani atakuwa ameingiza dunia kwenye changamoto kubwa ambayo haijawahi kutokea hii karne ya 21 tangu tuwe nayo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu sasa hivi hatuwezi tukasurvive kama hatuna mitandao. Kwa hiyo speaking about mtandao, speaking about internet, ndo maisha yetu kwa hivi sasa, tofauti na tulivyokuwa tunaishi kipindi cha nyuma. Naogopa sana katika eneo hili, lakini ni lazima Iran waioneshe heshima dunia, na mwisho wa siku dunia itaamua iendelee kusimama na Marekani au dunia isimame na Iran. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.